Shaban, fainali ya Iriza versus Iriza. Wanasema wenye ho out. Kwanza wewe binafsi umelipokeaje kaka? Fainali ya matajiri. Fainali ya matajiri kwa sababu kama una pesa huwezi kumiliki Iriza. Kwa hiyo fainali ya matajiri walosajili wachezaji wenye viwango, wenye vilabu vyao vilivyokuwa bora na matajiri wa kila sehemu. Leo katika matajiri wa Tanzania uweze kutaja ukakosa kumtaja Mzee Baresa. Ukosi kutaja ukamtaja Mahau, ukakosa kumtaja Mohamed Dewji au ukamtaja Jairut. Kwa hiyo fainali ya matajiri, fainali yenye viwango, yenye timu zinazojielewa, zenye wachezaji bora, sio wachezaji wa kuungamuka mwana. Kwa hiyo fainali bora sana. Wana Sekafa wataona fainali iliyokuwa safi sana. Yani kila mtu ataenda kufurahia fainali. Maneno mengi kabla ya mchezo wa nusu fainali ya pili mara baada ya Simba kufuzu. Wana Simba wengi walikuwa wanatamani mtani apite. Binafsi kwa upande wako kwanza, ulitamani aje watu wamalizane ama kuja kwa Azam pia hewala? Si tulikuwa tuna deni na wao. Tulisema tusimalize mwaka mpaka tucheze nao dabi 5. Na maagizo haya tumepewa na wachezaji wetu kwamba wanahitaji dabi 5. Kuna wachezaji wameingia dirisha dogo wamesikia tu kwamba tumefungwa mfululizo mara 4 mara 5, si nini makelele, wakasema tunahitaji dabi 5. Tulishacheza nao dabi 3. Tumewafunga 2, moja kawasaidia muamuzi. Katunyima goli safi. Dabi moja ya kombe uwanjani tumechukua, moja wamechomoa. Kwa hiyo dabi zilibaki 2. Na Simba tulipambana tucheze fainali. Tulijua na wao watapambana tuingie fainali wote, tukutane hiyo dabi ya 4, tukichangana na Ngao ya Jamii jumla zinakuwa dabi 5. Lakini katika Federation jamaa jana katoka nduki. Tena kapigiwa mwingi. Nusu uwanja wachezaji 9. Aibu kubwa sana. Ila kwa upande fulani ni wapongeze kwa sababu wangekutana na gharika. Wangekutana na gharika moja mbaya sana kwa sababu hatucheki na yoyote kwa sasa. Hatucheki na yoyote. Yani hiyo yake vizuri. Yani wangekutana na gharika moja kubwa sana. Kwa sababu hatucheki na yoyote. Simba hacheki na yoyote. Hatucheki na yoyote. So wamesema Coast wamepanga matokeo na sisi. Wakati wao ndo wameenda kushawishi wale watu wa Coast wasiwapange wachezaji ambao wanasema wana mahaba na Simba. Wachezaji uko Coast na mahaba. Ambayo walishaye kupita Simba, lakini wale ndo wachezaji ambao sisi tumecheza Tanga, tumeshinda kwa mbinde, naomba mpira uishe 2-1. Lakini mwisho wa siku wameenda kuingiza cha kike wenzao, wachezaji walioenda kupangwa wamechukua chuma 4. Hapo wamepigiwa mwingi sana. Kwa hiyo wamewapoteza maboya Coast. Sasa tuwaambie, kilichomkuta Coast, wao wangechukua zaidi ya kile kilichomkuta Coast. Simba hiyo alibasi. Simba hiyo. Ya Anise Teura, Elim Panzo. Hatari sana. Huko una libasa ge. Libasa ge. Sasa Simba hiyo unazuiaje? Kwa mfano, wewe angalia wewe. Ona jana ile. Umeona jana ile Nado tu kawasumbua. Winga moja tu Nado kawasumbua. Sasa wewe pale umkute Yaula, Libasa Gay, Elim Panzu, umkute yule Bashiru, umkute yule Morris Abraham, wewe si hatari hiyo. Tutawala viatu. Beki yenyewe Koplo yule anampigia mtu pasi ya kichwa. Kitambala bora kapiga, yani kampigia pasi ya kichwa au kitambala bora kapiga pasi mtelezo ya Bamia. Maka ile pasi ule mpira ulivyokuwa unaenda kama vile Bamia anateleza na ule ugali wa dona ule. Taratibu Diala na yule Nondo wanaiangalia tu na mmoja baka. Ngoma kwenye kama chupa 3. Kwa hiyo sisi tumesikitika kwa wenzetu jana kutolewa. Hatukupenda kwa sababu tulitegemea Kariakoo Derby kapigwe kwenye fainali ya kombe la Federation, tumjue mbabe nani kabla ya ligi ya msimu ujao ijaanze. Staringi wa Simba kwenye hiki kiwango cha sasa ambacho tunachokiona Shabani. Siri ya Simba kwanza ni mwalimu Steve Barker. Ametengeneza timu yetu vizuri, amewajenga vijana vizuri. Timu baada ya kupoteza mwelekeo na maneno mengi akasemwa, watu wakatumia nguvu kununua mpaka mashabiki wetu waiseme Simba wakiwa na jezi yetu, lakini Steve Barker ameenda katuliza wachezaji. Kila mchezaji aliyoingia kwenye dirisha dogo ni bora, kata mchezaji wa under 20 ni bora. Kwa hiyo ule ni ubora wa mwalimu wetu Steve Barker, na tumwambie mwalimu tuna imani naye na tunamhitaji na tunataka azidi kubaki kwenye timu yetu kwa sababu kabadilisha wachezaji wote ambao hata wengine tulikuwa tunajua labda hawatosaidia timu, lakini faida yao kila mtu kaiona. Kwa hiyo mimi niseme tu Steve Barker mwalimu wetu bora, na inshallah Mwenyezi Mungu atazidi kutuwekea tajiri, najua ataenda kumuongeza mkataba mwingine, tutabaki naye. Msimu ujao Barker aendelee kuhudumu pale akiwa kwenye touchline ya Simba Sports Club. Amekuta timu ikiwa imevurugika kwa kusema kweli.
lakini kajitahidi kutoa wachezaji ambao kaona hawana faida kwetu, kawasajili wachezaji wengine ambao uwezo wao uko vizuri, na kwenye maingizo yake tumeona wachezaji wako vizuri kwenye dirisha kubwa, na uhakika kabisa atapendekeza watu waliokuwa bora na tutazidi kufanya vizuri inshallah. Simba ya Steve Barker kwa namna ambavyo inavyocheza, labda tutarajie nini kwenye mchezo wa fainali dhidi ya Azam ya Florent Ibenge, ambayo nao si kinyonge yani, kwa sababu hata msimu huu Simba Sports Club mechi ya kwanza alipoteza Benjamin Mkapa, mchezo wa pili ukatoka suluhu pale Azam Complex. Mimi nadhani tutegemee mechi iliyokuwa bora, kwa sababu ukimwangalia Steve Barker na Florent Ibenge wote ni walimu bora, walimu wazuri, lakini mbinu za mwisho za kumalizia na za kuamua mechi ndio pale atakapojulikana mwalimu imara nani na mwalimu mzuri nani. Kwa hiyo mimi kwa Steve Barker kwenye swala kama hilo sina gofu naye hata kidogo. Kwamba msimu huu tarehe 4 anaenda kukata kiu ya wanasimba mara baada ya miaka mitano kupita, fainali ya mwisho 2021 25 26 kapeleka wanasimba. Yaani mimi nakwambia fainali itakuwa mzuri, lakini mwalimu mwenye maamuzi ya mwisho ya Simba kuchukua ubingwa ni Steve Barker, kwa sababu anajua hapa afanye nini au amweke nani ili aende kuamua mechi. Yaani hiyo tukiweka sawa ni kwamba unasema kwamba atakayeamua mechi ya fainali mwalimu ambaye atakuwa na mbinu za mwisho, kwa sababu timu zote na wachezaji bora. Viungo Azam ni bora, lazima tuwape heshima yao na Said Omari. Tumeona mkongwe pale Imidi Mau Mkami jana kawavuruga vijana mpaka akawa mchezaji bora wa mechi, lakini ukiacha hivyo kuna akina Kaminko, kuna akina nani, lakini ukija Simba kuna mafundi akina Neo Maema professional, ukiangalia kuna Lasane Maodo, kuna Yusuf Ali Kagoma, ukiangalia mawingsi kuna Idi Nado, ukiangalia huku kuna yule Zidane Seleri, ukiangalia huku Simba mawings kuna Elim Panzo Kibisawala, kuna Innocent Yaula, kuna Libasa Gay, lakini namba 10 kuna Chama, kule namba 10 kuna Faisal Salum Abdalla. Unaona mpira uliosheheni vijana wenye kujua mpira na kusherehesha. Hata mtu kilipa kiingilio chako unalizika, hata ukilipia Azam TV kwa 28 unalizika, so mpira ovyo ovyo. Kwa hiyo pale sasa atakayeamua ile mechi na mwenye technical, mimi na uhakika Barker yuko juu. Labda tumalizie Shabani kwenye hili la CRDB kabla kwenda kuangalia mchezo unaofuata wa ligi kuu. Kwa nataka nikuchokoze kidogo. Kupita pita zangu katika mitandao ya kijamii niliona miongoni mwa wasemaji wa vilabu hivi vikubwa mara baada ya timu yake kutoka akasema bana, tumekufa kiume na bahati haikuwa upande wetu. Wamekufa kiume na bahati haikuwa upande wao. Kwa bahati nzuri wakati tunamaliza mechi ya Mbeya, sisi tulielekea Arusha. Tumefika Arusha, mechi yao ndio imebaki kama dakika 5 kuisha. Baada ya kuwafunga Fountain goli 2, walichokifanya Arusha wamesema ndio kufanya zidi ya Azam FC. Hawakulalamikia ratiba, hawakulalamikia usafiri, hawakulalamikia kwa sababu nimemsikia msemaji anasema wamepangiwa ratiba ngumu ili mradi wapoteze ubingwa. Lakini sijajua kama kombe la Muungano lilikuwa lina ratiba ngumu, lakini tulibeba, si ndio hivyo? Leo waliochagua kwenda Zanzibar ni wao, sio mtu mwingine. Wao ndio wamechagua Guantanamo. Wanasema wametoka Kigoma, wamekuja Arusha, wanaenda Mwanza, wanaenda Zanzibar, ratiba ngumu. Wanaocheza nao wanazunguka kama wanavyozunguka wao, sababu Mwanza akugeuka yeye peke yake, kageuka na Azam. Sasa leo nimepata mshtuko baada ya kuona timu kubwa, mtu mzima na mvi analalamikia mtoto mdogo. Azam hajalalamika, unalalamikaje wewe una mvi? Kwa nini usitumie hekima yako? Kama wewe ndio ulichagua Zanzibar, kinachokulalamisha ni nini? Tucheze mpira, tuache vizingizio. Msemaji sema hivi, sajili zetu za dirisha dogo na kubwa LC amefeli. Stop. Safisha njia. Unapozungumza ukweli na ndio baadaye unajenga. Lakini ukipamba kitu kibovu baadaye kukutetea tena madhara. Sababu ligi inayokuja ndio itakuwa ya moto zaidi ya hii. Mimi labda niwaambie, ligi inayokuja ndio itakuwa ngumu zaidi ya hii. Kama mtu kasajili Buba Jabeli mbovu, kasajili Depo mbovu, kasajili sijui mnani mbovu, wewe unashindwa kumwambia, bado unasema ratiba mbovu, mara unasema sijui maneno gani, mara TFF watupendi. Mwambie ukweli, alosajili wachezaji wabovu au baadaye akakuletea kifusi, wakati pale uwanja unahitaji kifusi, kinahitaji nondo na simenti. Kabaki katika akili ya kawaida. Kama uwanja na mimi kuona ndio kwanza toka hii dunia ianze. Wametoa oda gorofa zilizobomolewa Kariakoo zote kifusi kiende kwao. Haya, unajengwaje huo uwanja? Hata kuchimba bado hajachimba. Bwana peleka kifusi.
Sasa wewe hapo unaelewa nini? Wakati uwanja ile pale unapojenga unachimbwa na kifusi kinapatikana. Kwa sababu uwanja sasa lazima uchimbe. No, kwa sababu ile majukwaa ujue yanaanzia chini. Hayajengwi kama nyumba tofali 5 umelazwa umejenga nyumba. Majukwaa yanaanzia chini. Ukichimba kwenye kifusi. Kuna makandarasi wamenipigia simu ndugu zangu akina Bilai Kariakoo. Wameomba vifusi vya magorofa yote yanobomolewa Kariakoo. Sasa sijaelewa watakujenga uwanja wa gorofa? Au ndio kampeni za uchaguzi? Kuanzia juu uwanja. Nimeona Wachina wale wametolewa Mkuranga wamekuja pale wamesimama wameshika viuno, kifusi kinamwagwa. Mimi pale zingeshukwa nondo. Malori ya nondo, malori ya simenti, kungepigwa bati pale, tungeona kibao cha mkandarasi pale, lakini kifusi. Hapo watu wanatamba. Uchaguzi kesho kutwa, bado wiki. Uchaguzi ya. Tanzania hiyo uchaguzi. Uchaguzi so mtu mzuri. Mimi nakwambia waende kumhoji Ellis. Leo anaongopea Azizi anarudi. Azizi mimi labda ni kukumbusha kitu. Azizi kabla hata hajaenda huko kuuzwa. Kuna mechi walikuwa wao wenyewe wanasema hafai aondolewe. Kuna mechi hawa sasa bado wanasajili akina Azizi tena. Kweli? Kabonge. Kabonge. Mchezaji gani huyo? Tena leo kaongeza mke wa pili shughuli na kuepo. Bado analeta akina Azizi tukofunga aseme marefa hawapendi. Tuwaambie ligi inayokuja. Vyuma vinavyokuja wasajili timu mzuri, la sivyo watakuja kukimbiana. Wewe angalia Simba ile kama Eno Luemba, Innocent Yaula, Morris Abraham, nani wote wanakaa jukwani. Wakita Shomali hapo timu inacheza wewe uone hatari. Sasa ile acha hiyo inayokuja na. Hapo wewe unatuletea Azizi. Subiri tuone, tuombe Mungu atupe uhai. Na wewe Jairuti, baba Jairuti, kila mwaka ulituambia unatuletea fundi mmoja. Huyo mwingine ndo hatari sasa, maana yake katuchika sikio. Huyo anayekuja huyo ndo hatari. Katika wachezaji wake kila mwaka analeta mmoja fundi. Huyo anayekuja ndo hatari. Yule Luemba tunamwona kazi yake. Sasa yule mara 10 yake. Hapo unaita Azizi. Hiyo mara 10 yake naye anaweza akawa namba 10. Hatari, mimi nakwambia hatutajua hapo. Mwalimu alompendekeza. Sababu mwalimu katuambia tulieni, timu hii inaingiza wachache. Sababu walokuepo nao wazuri. Kama dirisha dogo lile katoa wachezaji karibia 9. Tumeuza kwa faida. Kip Dennis tumeuza kwa faida. Mukwala, Janchaz ya huwa tumeuza kwa faida. Na mpaka hela nyingine imebaki na tumenunua wengine. Dirisha kubwa sasa. Vitu vinavyokuja ni hatari sana. Wewe leo unaibisha Azizi.